Baada ya mvua kubwa kuweza kunyesha siku ya leo, usiku wa kuamkia tarehe 10 mwezi Machi, tumeweza kuona maafa makubwa yakiweza kutokea katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza, ikiwemo mitaa ya kata ya Nyegezi, na moja wa mtaa ambao umeathirika kwa ukubwa zaidi ni mtaa wa Nkamba, mtaa ambao unaongozwa na mwanamama. Pia tumeweza kuzungumza naye, lakini pia diwani wa kata hiyo ameweza kufika katika mtaa huo wa Nkamba na kuweza kuzungumza na baadhi ya wananchi walioathirika kutokana na mvua hiyo. Hapa mama huyu anaelezea namna ambavyo nyumba yake imebomoka kutokana na mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia leo. Kwa majina naitwa Agnes Kalile, ni mkazi wa mtaa wa Nkamba. Mimi ndo niliyepatwa na tukio la kudondokewa nyumba yangu na vitu vyangu vyote kuharibika. Naiomba serikali nipe msaada kwa kunisaidia walau kunifunikia nipate sehemu ya kujihifadhi. Chanzo kimekuwa ni msingi uliokuwa nyuma ya nyumba yangu ndio umeponda nyumba yangu, sababu ikiwa ni mvua kutokana na miundombinu. Ombi langu kwa serikali watuboreshe miundombinu. Pia naombeni msaada kwa serikali ili mpate kunisaidia nipate sehemu ya kujihifadhi. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa wa Nkamba anaelezea namna ambavyo wananchi wanapaswa kuishi katika maeneo haya ya mlima ili kuepukana na athari mbalimbali ambazo zinaweza kutokea kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika mkoa huu wa Mwanza. Majina yangu mimi naitwa Safia Ahmadi, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nkamba. Kitu cha kumsaidia mama huyu, na pia naomba niwaambie wakazi wa mtaa wa Nkamba, kwa wale waliojenga maeneo ya milimani wazingatie pia kanuni za ujenzi, kwa sababu unakuta baadhi ya watu wanajenga sehemu za milimani, hawaachi uchochoro wa kupitisha maji, wanabananisha nyumba, hawaachi uchochoro kabisa. Inatokea maji, mvua zinavyokuwa nyingi, maji yanakosa njia, na maji yakikosa njia ndo chanzo cha maafa haya kutokea. Kwa upande wake diwani wa kata Nyegezi Bi Happiness Steven Ibasa hakusita kufika katika eneo la tukio na kuweza kuzungumza na mwanamama aliyeathirika kwa kubomokewa na nyumba yake, lakini pia ameweza kutoa tahadhari juu ya mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Mimi naitwa Aisani, hii ni VOT Media. Tumsikilize diwani wa kata ya Nyegezi akizungumza kutokana na athari hizi ambazo zimeweza kutokea siku ya leo. Mimi tu angalizo ni kwa sasa hivi kipindi ambacho mvua zinanyesha ni watu kuchukua tahadhari. Ukiona mwenzako ananyolewa, wewe unatia nini? Unatia maji. Sasa hapa huu ni mfano wa jirani yetu. Kwa hiyo kinachofuata kila mtu awe tuna tahadhari. Ila barabara tuziachie sisi wenyewe na turuhusu maji yapite, turuhusu kuwepo na mitaro.